Bado tunaendelea na mchakato wa kukupa habari ambazo zenye ukweli na hakika takriban 100% kuhusiana na swala zima la dabi ya Kariakoo, ambapo kimsingi kwa siku ya jana ingetakiwa ichezwe katika dimba la Benjamin William Mkapa saa 1:15 usiku, ambapo Young Africans ingetakiwa mkaribishe wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Wote tukaweza kushuhudia kile ambacho kimetokea kwa siku ya juzi, nikizungumzia tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Imekuwa ni hatari kubwa kweli kweli. So niko na taarifa ambayo ni nzito kweli kweli. Sasa watu wameweza kuingilia kati, watu wazito barani Afrika. Nyota wa zamani wa vilabu vikubwa barani Ulaya, namzungumzia nyota Samuel Eto'o. Vilabu hivi ambavyo wamechezea Real Madrid, lakini pia Inter Miami, bila kusahau Barcelona na Chelsea. Tunafahamu ya kwamba huu ni rais wa shirikisho la mpira pale Kameruni, huku akiwa ameanza karia yake mwaka 1992. Ni wa muda mrefu kweli kweli. Ni position yake msingi ni striker. Namzungumzia Samuel Eto'o. Ameweza kuingilia kati swala zima la dabi ya Kariakoo, ambapo kimsingi tunaweza kufahamu ya kwamba ingetakiwa icheze kwa siku ya jana. Saa taarifa ambayo imetolewa na bodi ya ligi kushirikiana na TFF ya kwamba wameweza kuahirisha huo mchezo, na wamesema ya kwamba utaweza kupangwa kwa muda wao. Tunafahamu ya kwamba kuna baadhi ya video ambazo zimekuwa zikitrend kwa siku ya leo, ni pamoja na gari la Young Africans, basi la Yanga limeweza kutimba katika uwanja wa Mo Arena uliopo pale Bunju, uwanja wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Yapi yamejili? Endelea kusalia kupitia Rich Media kwa kusubscribe kwa wingi, kwa kushare, kwa kulike na kucomment. Tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani, tukasema kwamba tuweze kuzungumza na wewe, tuweze kuzungumza michezo na tuweze kuzungumza habari ambazo zenye ukweli na hakika takriban 100%. Sasa tuende kazi, niweze kukupa stories hapa na tunafahamu ya kwamba makubwa yamezidi sana kujitokeza. Sasa taarifa ambazo zimekuwa zikitrend kwa siku ya juzi, nikizungumza tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 kwa siku ya jana, na tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, ni pamoja na taarifa ya dabi ya Kariakoo. Wengi wameshitushwa na kile ambacho kimetokea, lakini pia nimeweza kufuatilia baadhi ya story za mchambuzi kutoka Azam TV. Ameweza kufungua kusema kwamba dabi ya Kariakoo sio ya kwanza kuahirishwa, bali ni dabi 7 ambazo zimeweza kuahirishwa. Tunaweza kufahamu na tunaweza kushuhudia mwaka 1968 dabi ya Kariakoo iliweza kuahirishwa. Ndivyo ambavyo dabi ambazo ziliweza kuahirishwa kati ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club na Young Africans. Sasa Simba imeonekana wametia mitini kwa muda mrefu, ama kila dabi wamekuwa wakizengua. Sasa tunafahamu ya kwamba timu gianti Afrika Mashariki ni pamoja na Young Africans, makao makuu yake ilipo pale Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania, lakini pia bila kusahau wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Taarifa zinasema ya kwamba watu wamekuja na tafsiri yao kusema kwamba timu ya Simba Sports Club na Yanga ni kubwa kuliko kanuni. So ili jambo ambalo limekuwa na mjadala mkubwa sana sasa katika mitandao ya kijamii. Kwa nini wamekuwa hawaheshimu kanuni, na kanuni kwamba zipo chini yao, na zinasemekana kwamba timu yote ikigoma kucheza basi kanuni kwamba ishushwe daraja, nikizungumzia ishuke daraja la pili ama Champions League. Na sasa imekuwa na mijadala mingi sana kuhusiana swala zima kile ambacho wamekifanya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Wenyewe waliweza kutuma barua yao mapema kabisa, wakiwaomba shirikisho la mpira Tanzania, nikizungumzia TFF, ya kwamba hawataki kucheza mechi mara mpaka waweze kupata ufumbuzi. Na wengine wamesema ya kwamba wamekuja na stori zao kwamba Simba waliweza kuja na wazi wao, ama waliweza kuja tena na ya Simba watoto, nikizungumzia Simba B, lakini pia na mbuzi na ng'ombe kwa ajili ya kafara kuelekea mchezo wao wa dabi ya Kariakoo, ambapo ungetakiwa mtanange uweze kuchezeka kwa siku ya jana, nikizungumzia tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. So kila mtu amekuwa na mitazamo yake ambayo pengine ameona iko sahihi sana katika ugao wa michezo. Sasa mimi nimejaribu kufuatilia kusema ya kwamba kipi ambacho kimehappen this summer. Sasa
kupitia katika mitandao ya kijamii, mtandao wa Samuel Eto'o, mchezaji wa zamani kutoka Real Madrid, Inter Milan, bila kusahau Barcelona na Chelsea. Namzungumzia Samuel Eto'o ambaye kwa sasa hivi ni rais wa shirikisho la mpira upande wa Cameroon. So ni jambo ambalo muhimu sana, yameweza kulivalia njunga kusema kwamba kile ambacho amekifanya bodi ya ligi na TFF sio sahihi, kwa sababu yale yote ambao wamefanya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club sio sahihi, kwa maana kwamba kuweza kukubaliana na kile ambacho wamekiamini, na taarifa zinasemekana kwamba wenyewe wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kutoa taarifa kwa wenye timu, nikizungumzia wenyeji wa timu Young African Sports Club ama afisa wa mchezo, kwa maana kwamba wanakuja kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. So watu wamekuja na taarifa zao kusema kwamba Samuel Eto'o ameweza kuzungumza kitu ambacho muhimu na kuweza kumchana rais wa TFF aweze kujiuzuru, kwa sababu kile ambacho amekifanya basi sio sahihi kabisa kwa namna moja ama nyingine, kwa maana kwamba kuweza kuharibu ligi. Na kwa nini wameweza kusekeleza taarifa hiyo? Na tunafahamu kwamba sheria iko kwamba watu wasipocheza mechi basi adhabu iweze kupewa, kwa maana kwamba wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club waweze kushuka daraja kwa namna moja ama nyingine. So nikasema kwamba niweze kuzungumza na wewe popote ulipo duniani, kwa maana kwamba Samuel Eto'o ambaye ni rais wa shirikisho la mpira Cameroon ameweza kufunguka, na tunafahamu kabisa huyu ni nguli hapa barani Afrika. Ameweza kupeperusha bendera ya Afrika, kuweza kuchezea vilabu vya Ulaya kama Real Madrid. Tunafahamu kwamba aliweza kuchezea katika mwaka 1996 mpaka mwaka 2000 kamili. So ameweza kutumikia kikosi hicho muda mrefu, kwa alikuwa ameweza kucheza timu ya Barcelona pamoja na, kama sijakosea, na Ronaldinho, walikuwa wote wakina Messi, walikuwa wote wanatumikia kikosi hicho cha Barcelona. So Samuel Eto'o ameweza kufunguka ya moyoni, pengine angeona nafasi kubwa ya kwamba Young Africans inafaa ipewe pointi 3 ambazo waweze kumove on kuelekea katika upande wa ligi, waendelee kushika. Tunafahamu kabisa kwa sasa hivi katika msimamo wa ligi kuu, Young Africans basi ni vinara wa msimamo wa ligi kuu. Tumeshuhudia wote kile ambacho wamekifanya katika mechi za nyuma, yale yote ambayo wameyakuta yamekuwa kiapo this time round. Sasa tunafahamu kabisa Young Africans kwa video ambazo zina trendi wameweza kutua katika Mo Arena, uwanja wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club uliopo pale Bunju. Kipi ambacho kimejiri nitaweza kukushtua ama kukuambia kwamba yaliomo yamo, pengine kipi ambacho kita trendi nitakusogezea hapa kupitia Lichi Media. Endelea kusalia kupitia Lichi Media kwa kusubscribe kwa wingi, kwa kushare, kwa kulike na kucomment. Tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani.